Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Leo ni siku nyingine ambayo ningetaka Mungu ametuwezesha tukaweza kukutana katika mtandao huu wa YouTube. Ninajua ya kwamba Mungu anazidi kukubariki. Siku ya leo ningetaka tujifunze jambo moja ambalo Mungu anataka kutuambia. Na katika kitabu Biblia vile ambavyo ilipangwa na vile ilivyoweza kuandikwa, inatupea mifano mingi na mifano ambayo mingi iliweza kutendeka zama zile. Na siku ya leo ningetaka tuangalie mpango wa Mungu juu ya maisha yetu, au the plan of God in our lives. What is the plan of God in our lives? Finding God's plan for our lives. Ningetaka tuangalie katika kitabu cha Acts, kitabu cha Matendo ya Mitume 22 kuanzia mstari wa 10, na ningetaka tusome Acts chapter 22 verse 10. Acts chapter 22 verse 10 inasema hivi: What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, go to Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. Paulo anazungumzia umati wa watu ambao umemkamata na ukampeleka kwa governor ambaye alikuwa na hudumu wakati huo. Alikuwa anapitia persecution na ilibidi aeleze story yake vile ambavyo alibadilika. Paulo alikuwa anaitwa Saul ambaye alikuwa na dhiaki na kuhujumu kanisa. Na tunaambiwa ya kwamba wakati alikutana na Mungu ama wakati alikutana na Yesu, ilikuwa ni wakati ambapo alikuwa amepanga kwenda kuangamiza watumishi wa Mungu waliokuwa Damascus. Na Paulo alisimamia pia, ama Saulo kwa jina hilo lingine, alisimamia kuuawa kwa Stefani. Na sasa amebadilishwa na amekuwa mtumishi wa Mungu. Na amekamatwa kwa sababu ya kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu na kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Ndio anaeleza story yake vile alivyokutana na Yesu. Anawaambia ya kwamba mimi nilikuwa mdhiaki wa kanisa. Ili injili ambayo ninayohubiri nilikuwa ninaihujumu. Nilikuwa ninaiangamiza. Nilikuwa mimi ni mfarisayo kama nyinyi. Na kweli nilitamani sana, nilishikilia sheria za Musa vizuri sana. Mimi nimekuwa mwalimu wa sheria, nimesoma sheria, lakini nikahujumu kanisa na injili ambayo nilikuwa ninahubiri kwa sasa. Na akawaeleza vile ambavyo alikutana na huyu Yesu, ya kwamba alikuwa njiani kwenda huko Damascus kuangamiza kanisa. Na akakutana na mwangaza, wale watu ambao alikuwa wameandamana na wao wakaona ameanguka chini na haoni tena. Na akasikia sauti ikinena kutoka juu mbinguni, Saulu, 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 why are you persecuting me? Na Sauli akauliza ni nani? Akasema ni Bwana Mungu wako unaye saliti ama unaye hujumu. Kisha akaelezwa vile kufanya. Kaambiwa ya kwamba utaenda Damascus, utakutana na mtu ambaye anaitwa Ananias ambaye atakuambia vile utakavyofanya. Saulu hakudhania ya kwamba kuna siku atakuja kuhubiri injili ambaye alikuwa anayapinga. Hakuwa anajua ya kwamba siku moja ataweza kusimama kwa halaiki ya watu na kuweza kuambia Yesu ni Bwana. Hakudhania ya kwamba angekuwa mwandishi wa vitabu vingi katika Agano Jipya, kwa sababu vitabu vile mingi ambavyo vimeandikwa katika Agano Jipya, ile mingi epistles zote ni za Paulo. Kuanzia Romans mpaka ile ya Titus ni yeye ameandika.
na tunaona ya kwamba ameandika mambo mazito, mambo mengi ambayo ni ya undani ya kiroho. Hakudhania ya kwamba angeweza kufanya vile. Siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Sauli hakuwa anajua kabisa, na sasa amebadilika, amekuwa mtu wa Mungu na anahubiri injili ya Kristo. Kwa hivyo siku ya leo wewe mwenyewe haujui mpango wako vizuri vile itavyokuwa. Huenda vile ulivyo siku ya leo haujawahi hata kwamba utakuwa hivyo. Kuna mtu ajui kama vile anavyofanya sasa angeulizwa miaka 10 iliyopita ama miaka 5 iliyopita kwamba angekuwa hivyo alivyo, angedhania, kwa sababu vile alikuwa anavyochukulia maisha na mtazamo wake ilikuwa badala. Lakini Mungu alipanga tofauti na akajipata katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Wahubiri wengi na watumishi wa Mungu wengi ukiwauliza utasikia ya kwamba haikuwa mpango wao kusimama katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Wengine hata ni kuombewa, waliombewa, wakaekelewa mikono, wakafanyiwa deliverance ili waweze kusimama, ili waweze kukombolewa. Kumbe ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu ili waweze kukuja katika madhabahu ya Mungu na kuhubiri. So kile ambacho ninataka kukuambia siku ya leo ya kwamba Mungu ako na mpango. Wewe tafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Kuna mambo matatu ambayo tunapaswa kuamini kuhusu kwa nini Mungu ako na mpango mzuri kwetu. Jambo la kwanza ni kwamba it is reasonable to expect it. That these 3 reasons for believing this, that God has a definite purpose, a definite plan for every one of his children, is that it is reasonable to expect it. God is a God of order and methods. Ilikuwa mpango wa Mungu. Mungu alikubali. Mungu mwenyewe ndiye amepanga. Yeye ni Mungu wa mpangilio. Na katika kila maisha ya kila mmoja wetu, Mungu anajua vile kutakavyokuwa. Yeye ndiye anajua vile kutaenda. Yeye ndiye akona kalenda yetu. Yeye ndiye anajua vile utakavyokuwa kesho. Na hata vile ulivyo sasa ni kwa sababu ni yeye. Paulo mwenyewe katika kitabu cha Galatia anasema, sio mimi bali ni yule aliye ndani yangu anayeishi. Kwa hivyo hata maisha unayoishi si kwa sababu unakula vizuri, si kwa sababu unavalia vizuri, si kwa sababu uko na pesa, si kwa sababu uko na akili nzuri ya kutafuta. Ni kwa sababu ni Mungu amepanga hivyo. Jambo la pili ni kwamba nataka tuangalie maisha ya mtu anaitwa Abraham. Abraham, angalia mahali alikuwa anakaa. Yeye alikuwa mtu ambaye ako na kila kitu, lakini maisha yake hayakuwa na furaha kwa sababu hakuwa na mtoto. Hata ikafika mahali Sara akamwambia wapate mtoto na Hagai. Na Mungu akamwambia hiyo sio huyo, ni damu yako na mke wako Sara ndiye watakaye kurithi. Na akaamini. Kwa hivyo experience of those people wale wa zamani inatuweka sisi ambao tuko sasa tuendelee kumtumainia Mungu kwa sababu ako na mpango bora na sisi. Ukisoma experience ya watu wale wa kitambo utaona walipitia mambo magumu. Angalia Yeremia. Ningetaka tuangalie kitabu cha Yeremia wakati alikuwa anaitwa. Yeremia hapo sura ya 1. Yeremia chapter 1 and verse 10. Utaona hapo kwanza verse 4 hapo kwenda hapo chini utaona wanajibizana na Mungu. Anawaambia mimi ni mchanga sana. Aamini ya kwamba anaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Hapo anadhania siku moja itafika awe nabii tajika sana ambaye alikuwa anatingiza ulimwengu kwa unabii wake. Ndiposa Mungu akamwambia siku ya leo,
I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over the nation and kingdoms to uproot, to tear down, to destroy, overthrow, to build, and to plant. That is the plan of God to Jeremiah, that he had appointed him. Alimchagua juu ya mataifa. Siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba unaweza kuwa unajiona uko chini sana, lakini Mungu amekuchagua uende juu ya mataifa na falme zote. Wewe ambaye ni mfanyabiashara katika mataifa ya ubiashara, katika falme za kibiashara, Mungu amekuweka juu ya hizo vitu yote. Katika hali zote zile, wewe usije ukajiona ya kwamba wewe ni hafifu ama mdhaifu kwa sababu uko na yule ako na uwezo. Ndiposa Mungu akaambia Yeremia, nimekuchagua juu ya mataifa na falme zote, over all nations and kingdoms. So today I want to tell you that God has appointed you over all nations, over all kingdoms. Hakuna ufalme mwingine unaweza tawala wakati ufalme wa Mungu uko juu yako. Falme za waganga ziko chini yako, unazitawala. Kwa hivyo usitishike wakati wengine wanaenda huko ili wakuharibie biashara yako. Wewe unasimama na imara unasema ya kwamba, na imani kubwa ya kwamba God has appointed me over all nations, over all kingdoms. Another thing ambayo Mungu aliweza kuambia Yeremia ni kwamba to uproot and tear down, kung'oa. I want to tell you something. Sometimes saa nyingine tunakutana na maisha magumu kwa sababu labda kuna vitu vilipandwa ndani ya maisha yetu. Kuna kitu kilipandwa kwako ambacho huwa kinakuvuta chini. Siku ya leo Mungu anakuambia kwamba amekuweka juu ya mataifa na falme ili uweze kung'oa, to uproot. You have to uproot that which is ungodly. Ung'oe hicho ambacho hakina Mungu ndani yake. Ulimwengu wa giza ni lazima ung'olewe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni lazima siku ya leo uweze kujua ya kwamba ile kitu ambacho kinakuwa ni ngumu kwako, Mungu amekupatia nguvu na uwezo wa kuking'oa. Hiyo magonjwa ambayo yanakukandamiza, Mungu amekuambia ya kwamba ung'oe katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine ni kwamba to tear down. Utakapong'oa usiwache, rarua. Kuna vitu unapaswa kurarua katika maisha yako. Wakati uko na nguo ambayo haikupendezi, umeivalia na unasikia ya kwamba ikupendezi, huo unairarua na unaitupa. Kwa hivyo ni wakati wa kurarua vitu ambavyo uko navyo ndani ya maisha yako. Wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda katika mambo ya ushirikina. Ninataka kukuambia siku ya leo, rarua hizo. Kama unataka kuingia katika mpango wa Mwenyezi Mungu, katika plani iliyo thabiti ya Mwenyezi Mungu, ni lazima urarue ulimwengu wa giza. Angalia vile ambavyo Mungu anavyofanya kazi, ya kwamba wewe hauwezi kandamizwa, lakini ni sisi tunajitakia hayo. Kwa hivyo ni lazima urarue hicho ambacho kinakurudisha nyuma. Jambo hilo lingine ni kwamba to destroy. You must destroy the kingdom of the evil. Watu wamekandamizwa na falme za kishetani. Na Paulo katika kitabu cha Waroma anatuambia kwamba shetani mahali pake ni katika miguu yetu. So akiwa chini ya miguu yetu, inamaanisha kwamba we are able to destroy him. The moment the devil is under your feet, then you can destroy him. So ni wakati wa kuharibu majanga ambayo yanatukandamiza. Wewe umepitia hali ngumu katika maisha, unapitia mambo magumu, unapitia biashara iliyo na hasara, unafanya kazi ambazo hazina faida. Ni wakati wa kurarua hasara ili faida iingie katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo utakapong'oa,
utakaporarua, utakapoharibu, then you overthrow. You have to overthrow the kingdom of the enemy. That is in the book of Ephesians 6 verse 10 there. Paul anatuambia ya kwamba that we do not fight, atupigani kwa mwili na damu, lakini tunapigana na falme za giza, all the principality of the kingdoms of the evil, all the things which are evil. Falme za giza ndizo tunapigana nazo, and you have to overthrow them for you to become a winner, for you to become a victor, for you to become a champion in Jesus Christ. You have to overthrow the kingdom of the devil. You have to overthrow the witchcraft, sorcerer. You have to overthrow them in the name of Jesus Christ. That is what Jeremiah was told. You have set you over the nations to overthrow the kingdom of the enemy in the name of Jesus Christ. Then wakati utakapopindua, najua wakati serikali inapinduliwa inahitaji mpango dhabiti. Hata wale wanapendua serikali au hawaamuki na siku moja ili waweze kupendua serikali. Angalia ile mataifa yamependuliwa, unakuta ni mpango, ukichunguzwa ni mpango ulipangwa siku nyingi sana. Na hata wewe siku ya leo unapoenda kupendua serikali ya shetani katika maisha yako, wale ambao wanakuja mpaka unakuwa na uoga, hata ukisikia sauti ya pako unasema umezituma. Siku ya leo utasema ya kwamba I have the king, I have the commander, and this commander is Jesus Christ. He is the one to overthrow all the kingdoms, all the kingdoms of the enemy. He has the power. I declare the blood of Jesus that I am going to win this battle. I'm going to win the battle of sickness. Even today, the world, for it to win over this pandemic, is to realize that Jesus is the commander who can fight this disease. And we allow him to fight by himself because he is the one who knows what to be done in the name of Jesus Christ. So, we have to overthrow the kingdom of darkness. We have to overthrow the kingdom of darkness. It is because God has called you to do so. The other one, after you have overthrew the enemy, what are you supposed to do? To build. You start rebuilding. Because the devil had destroyed the good things. Yesu alisema shetani ukuja kuharibu, kuiba na kuharibu na kuua. Alikuwa ameiba, alikuwa ameharibu. Sasa ni wakati wa kujenga. So you become the builder. You become the builder. When you become the builder, then how do you have to build? Utajenga namna gani? Utajenga namna gani? Nataka tuingie katika kitabu cha Wakorintho. Ndio kitatuambia jinsi ya kujenga. Kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho. Wakati Paulo anaongea mambo ya kujenga. Wakorintho wa kwanza 3. Anasema ya kwamba 3 mstari wa 10. By the grace of God he has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful on how he builds. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If a man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, woods, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day brings it to light. Paulo anatuambia ya kwamba Yesu ndiye msingi imara. Kwa hivyo shetani wakati amebomoa nyumba alishindwa kubomoa msingi kwa sababu msingi ni Yesu. Paulo anasema I laid the foundation as an expert builder, and someone else built on it. And this foundation
sio nyingine, ni ile ya Yesu. Tayari tumewekwa msingi wa kujenga. Nataka uchukue vile ambavyo watu wa Mungu huwa wanajenga, ama wale mafundi wa nyumba za mawe huwa wanajenga. Wakati msingi umetengenezwa ama foundation imetengenezwa, huwa wanachukua hatua kwa hatua kujenga vizuri ili nyumba isimame imara. Wakati msingi uko mbaya, nyumba hiyo itaanguka. Na hata pia msingi ikiwa bora lakini ujenge ukuta vibaya, basi hiyo nyumba itakuwa na kasoro. Kwa hivyo Yesu tayari ametutengenezea msingi ulio dhabiti. Kwa hivyo ni sisi kujenga juu yake. Wakati ambapo utakapoharibu mambo ya kishetani, utakapoachana na hizo njia za kishetani, upindue serikali ya shetani weke ya Yesu, basi msingi ulio bora tayari umewekwa katika maisha yako. Na hata katika familia yako umewekwa. Kwa hivyo wewe ndio unapaswa kujua jinsi ya kujenga. Utajenga namna gani? Vile fundi huwa anawekelea mawe akuwa anaweka plumb line ama the spirit level to ensure that hatakosea mahali. So you have to have the plumb line. You have to have the spirit level. So that when you build that house, haitakuwa na kasoro yoyote. Haitaenda kombo. Itasimama straight. Itasimama wima. And what is this plumb line? It is the Spirit of God, the Holy Spirit of God. Ndio itatuwezesha kujenga vizuri. Lakini wengine tunaingia kujenga vibaya. Na tunaharibu. Familia zetu tunazianzisha na msingi usio bora. Tunazianzisha vibaya na inakuwa vibaya throughout. But today God is telling you, hata kama ilianza vibaya, you have to restart again. You have to carry on. You have to rebuild the house. You have to build a new house on the new foundation. Sikuambii uende uache familia yako, lakini inahitaji sasa urekebishe na uombe Mungu msamaha, urejee katika njia za Mwenyezi Mungu ili uweze kusimama imara. Kuna wale biashara zao zilianza vibaya katika njia za uganga na ushirikina. Nataka kukuambia siku ya leo Mungu anakupatia nafasi nyingine. Acha hizo njia. Anza kuweka biashara yako kwa Kristo. Build it on the foundation of Jesus Christ. And the Lord will do. Utakuwa unafurahia matunda bora. Na wakati wowote ambapo utakapojenga, inaambiwa mwisho wa mambo yote, baada ya kujenga, kama ulijenga na dhahabu na mawe yaliyo na dhamana ama na nyasi, wakati itatiwa kwa moto itajitokeza ikiwa namna gani? Kwa hivyo nataka kukuuliza, wewe ni dhahabu itiao kwa moto inatoka iking'aa, ama ni nyasi ambayo itakuwa jivu? Swali ni lako na ujijibu wewe mwenyewe, kwa sababu Mungu anataka watu ambao watafurahia ndani yake. Kwa hivyo mpango wa Mungu ni kwamba sisi tuweze kuwa wajenzi katika familia zetu, wajenzi katika kanisa. Tusibomoe makanisa, tusiharibu madhabahu ya Mwenyezi Mungu, lakini tujenge kanisa lililo bora. Kanisa ambalo limesimama na msingi wa Kristo, si katika misingi na filosofia ya mwanadamu, lakini katika filosofia ya Kristo. Kisha akatuambia kwamba tupande. Utakapojenga, establish good foundation, then you plant. Start planting good seeds. Utakapojenga familia bora, utakapojenga nyumba bora, utakapojenga kanisa bora, utakapojenga biashara, anza kupanda mbegu iliyo bora. Kwa sababu Mungu alipanda mbegu iliyo bora ndani yako, na wewe enda ukipanda. Kupanda mbegu ni kubariki wengine. Unapozungumza mambo mazuri, unapobariki wengine, unapoona wengine wakiwa watu wa maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio mpango wa Mwenyezi Mungu. Let us find the real purpose of God in our lives. And God will always show us the way. So, siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba wewe umechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na Mungu amekuchagua. Enda utafute mpango ule Mungu amekuitia ni upi. Don't do guesswork. Enda omba. Roho wa Mungu atakuonyesha mahali amekuitia. Na ninajua ya kwamba utazidi kubarikiwa. Endelea kuungana nami siku zote tunapoendelea kusemezana
katika mtambo huu. Nataka tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru Jehova na nakuinulia mikono yangu juu. Asante kwa sababu ya masomo haya umetufundisha siku ya leo, ya kwamba wewe uko na mpango bora zaidi kuhusu sisi. Kama vile ukasema katika Yeremia 29:11 ya kwamba wewe uko na mpango mzuri, si mpango ya kuumia, si mpango ya kulia, lakini ni mpango ulio bora na maisha mazuri. Sasa ninaombea mtazamaji wangu aweze kuona ya kwamba wewe ndio umebeba maisha yake, asiwe na wasiwasi, maana jina lake liko katika mikono yako, na kwamba Mungu unamtazamia kuona maisha mazuri. Hata kama majanga yametupata wakati huu, Baba Mungu wetu, tunajua ya kwamba bado uko na mpango mzuri na nchi yetu ya Kenya. Uko na mpango mzuri na watu wetu. Hakuna mtu atakayelia. Tunaomba Jehova, Baba Mungu wa Israeli, ukatuondolea haya majanga, kwa sababu uko na mpango mzuri na sisi. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu, unaenda kumbariki katika familia yake. Muinue, bariki familia yake. Walio katika biashara, wacha Mungu zikanawiri, kwa sababu umewaita katika biashara zile. Wachungaji wa madhehebu hayo mengine, Mungu wangu na Baba yangu, ninajua ya kwamba wanatamani kueneza injili yako, na Baba Mungu kawape hiyo imizo, wazidi kueneza injili yako. Tunatazamia siku ile ambapo kanisa litakapofunguliwa, na Baba tutarudi na kishindo na ushindi mkubwa. Baba Mungu endelea kutuongoza, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Asante sana msikilizaji na mtazamaji mpendwa. Naitwa Patrick Mwenda na hudumu na kanisa la AIPCA Isiolo, na endelea kubarikiwa. Neno la Mungu litabaki kuwa la baraka kwetu, na katika hali zote Mungu anabaki kuwa Mungu. Usiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu ako na mpango bora. Neno litaendelea na litazidi kuendelea. Asante na ubarikiwe.